Kusalongo mo. Oh, mine Afrique. Attaque papa. Côté haut. Letting go of everything that has ever had a hold on me. No more running when I'm scared. Running never gets me anywhere. I used to care, but now it's whatever. They don't want you to do better. They'll get you down if you let them. Just remember, no pain is forever. I know it's hard to forget how wrong they did you. All of the shit that you've been through. All of the fights you got into. Wa Lega Media Television ikiwa media taifa kubwa. Leo ni siku nyingine, siku ya 4, tariki 20 ya mwezi, yani tariki 21 mwezi Septemba mwaka 2023, na leo kabisa tunaonekana kunako kazi mbalimbali ya ukarabati ya maji ya huko kata Akili ambayo ilikuwa ikiharibika miaka mingi, yapata miaka 10 sasa, na leo tumeona mirija mingi imetolewa na shirika Regideso ambayo ilikuwa ikienda karabati maji ya huko kata Akili, na maji hayo yameingia kabisa chini ya uangalizi yake David Mpenda akiwa kiongozi wa shirika Regideso hapa mjini Kamituga, na tulikutana na watu wengi na wakajieleza yafuatao. Mimi ni Stashe Babu, lakini usahau hivyo kamera inashikiliwa na Johnson. Twende pamoja kwa vipindi hivi leo. Bonjour David Mpenda Kialondagwa. Bonjour cher journaliste. Vous êtes le chef du centre Regideso Kamituga. Vous venez de réaliser un travail qui vous a coûté 3 jours durant. Quelles sont vos impressions? Non, les impressions sont bonnes. Surtout que depuis qu'on a commencé ce travail, j'ai été appuyé d'abord par la population locale. Deuxième journée du travail, il y a eu un petit souci. Donc, quelque part, il y a eu une campagne d'intoxication qui voulait perturber l'allure du travail, mais tout a été bien réglé. Et le troisième jour, comme je vous avais promis, le travail a été bien fait, on a fini, on a fait la jonction. On vient de faire un petit tour dans la cité de Kele. En tout cas, c'est une réussite totale. Donc, le résultat est très positif. De cette réussite totale, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que l'eau coule sur les robinets des habitants de Kele? Mais vos collègues sont témoins. Ils ont vu, ils ont les images. Et si donc, partant de cette contribution de la population que vous reconnaissez, quel message vous pouvez leur lancer? Non, le message que je lance à la population de Kele est de sécuriser ces matériels. Parce que ce que nous avons connu à son temps, c'était une mauvaise nouvelle. Quand les gens mal intentionnés peuvent se permettre de voler des longueurs et des longueurs de tuyaux qui nous coûtent très cher aujourd'hui, cette population doit sécuriser ces tuyaux et être à mesure quand même de défendre tout ce qui peut venir à l'avenir. Parce que moi, je ne tolérerai pas quand je peux apprendre un jour, il y a quelqu'un qui vient couper ces tuyaux-là. Ça peut m'estomaquer. Alors, j'implore l'implication surtout des chefs qui gèrent cette cité-là, d'avoir un œil regardant sur cet ouvrage-là. Parce que cet ouvrage, on ne l'a pas ramassé. Ça a coûté cher à celui qui nous l'a donné. Et ils ont cette obligation-là de garder jalousement et se comporter en beau père de famille par rapport à ça. Peut-on affirmer que le slogan du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est bel et bien appliqué dans la ville de Kamituga et plus précisément dans la Regideso Kamituga? Je le pense bien. Je le pense bien, mais malheureusement, moi, je ne suis pas appuyé par le gouvernement. Je me débrouille localement avec mes relations, avec mes diplomaties, pour faire tout ce que vous observez aujourd'hui. Et peut-être après ça, on aura réaliser encore d'autres projets très prochainement ici.
Si ce n'est pas un secret de Polichinelle, pouvez-vous maintenant dévoiler le nom de la bienfaitrice qui vous a doté de ces tuyaux? Bon, moi je me réserve de tout commentaire parce que la campagne n'a pas encore commencé. Vous le savez très bien. Mais on va pousser les rideaux peut-être très bientôt. Mais le bienfaiteur est connu. Il y a des gens qui peuvent commencer à me vilipender dans la ville que non, c'est la Régie des eaux qui a commencé à faire la pré-campagne. Mais moi, je m'évite de tout commentaire. Mais c'est lui qui m'a offert ces tuyaux sera connu très prochainement. Ce n'est pas un secret. Oui. Et quelles sont les grandes difficultés auxquelles la régie des eaux Kamituga se heurte ces derniers temps? Bon, ces derniers temps, c'est la desserte. C'est-à-dire, je suis en train de faire des démarches pour qu'on puisse peut-être recevoir encore une fois une autre longueur de tuyaux à partir des captages jusqu'à l'usine. Parce que la distance qui nous sépare avec le captage, c'est à 8 km. Si on obtenait au moins 10 000 mètres de tuyaux, même de diamètre 90 ou 100, ça peut nous aider à avoir une grande quantité d'eau. Parce que l'ouvrage qu'avait laissé la Safricas, ça nous produit par heure 65 à 68 mètres cubes heure. Or, la population que nous desservons actuellement, ça remonte à plus de 250 000. Pendant que la Régie des eaux n'a que 2546 abonnés. Mais tout le monde puise l'eau de la Régie des eaux. Or, nous sommes obligés de faire un effort pour augmenter un peu la desserte. Et tout dépend peut-être de moyens, mais il nous faut un bailleur de fonds. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas s'en sortir. Et quelles sont les perspectives d'avenir que vous envisagez faire dans les jours à venir? Non, j'avais déjà fait un rapport ad hoc par rapport à ça. Donc, je n'attends que la délibération de la direction provinciale. Mon directeur provincial est informé sur ces cas-là. Il y a un rapport que moi j'avais fait dès mon arrivée. Et ce rapport a été approuvé. On attend. On va voir les jours à venir. Qui vivra verra. Seulement une faveur à tous ces points de vente qui ont été longuement coupés. Donc à tous ceux-là et à tous celui-là qui n'avait pas d'eau chez lui, il peut venir nous voir parce que la cité n'était pas desservie. Il y a beaucoup de points de vente qui étaient coupés et d'autres défixés. C'est-à-dire on ne facturait pas. Mais comme l'eau est déjà là, ils peuvent passer nous voir. Je vais alléger la tâche et on va ouvrir tous ces points de vente. Il n'aura pas de souci. Qu'ils ne craignent pas. Je rappelle, vous êtes David Mupenda Kialondagwa, chef de centre Régie des eaux Kamituga. La presse de la ville de Kamituga vous dit merci et vous encourage pour cette prouesse. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, surtout votre savoir-faire, votre disponibilité, surtout. En tout cas, j'en serai reconnaissant. Jambo bwana David Mupenda Kialondagwa. Jambo sana watangazaji. Unakuwa kiongozi wa shirika Régie des eaux mjini Kamituga. Siku ya leo natoka kuhitimisha kazi kubwa ambayo ilitangaza kuwa itaendeshwa muda wa siku 3. Unakuwa na maoni gani kwa kuweza kufikia mwisho wake leo? Hapa ninakuwa na furaha sana sababu kazi hizi zilitukamata muda kabisa. Sababu tulikuwa tunaanza tangu asubuhi saa 2:30. Kurejea hapa ilikuwa muda wa saa 10, saa 9:30 za kisha mchana kati. Alafu mimi nilitegemea kabisa kuheshimu muda huo. Tulianza siku ya pili, na siku ya pili tulianzisha kazi zile. Raia wa Kele walituunga mkono. Siku ya 3 tuliendelea, yani jana kazi zile ziliendelea, lakini asubuhi mapema mwendo wa saa 3, saa 3:30 kulikuwa vijembeshoka ambavyo vilionekana pale. Kuna watu fulani ambao walianza kuambia wengine msiende pale, ile ni kazi ya Régie des eaux, na kuna mfanyasiasa mmoja ambaye aliwasaidia, mumwache afanye ile kazi na wale wafanyasiasa. Alafu mimi niliwaambia mfanyasiasa hata kuja kukunywa kwa hii maji. Hata mimi mwenyewe kiongozi sitatoka hapa niende kunawa kule Kele. Sitakogea Kele. Hii ni mambo ya maendeleo na tuwache rangi za kisiasa mwa hii mradi. Alafu wakuu viongozi wamoja si walinielewa, walianza kupiga simu. Niliona wamama wanakuja, vijana wanakuja, na tulifanya ile kazi hadi hapa kwa hii kiwango ambacho tunaimaliza, na inanipatia furaha sana sababu tunatembea mitahani
na tunakuta ya kwamba robine nyingi zinatoa maji na yenye kuwa na pressure kabisa. Ndio, kwa kufatana na hiyo kutambua msaada wa wakazi wa Kele, unaweza kuwa na ujumbe gani ya kuwatolea kwa niaba yako? Ujumbe wangu ni kusema wachunge hiyo mirija. Unajua wale watu ambao wanakuwa na nia mbaya labda wataacha hizo tabia. Alafu mimi na waamuru kila mtu awe zamu wa hiyo mrija. Ni mrija ambayo walitoa pesa nyingi kwa kuinunua, kuisafirisha na kuifikisha hapa. Ndio maana mimi nalomba kwa wakaaji wa Kele antuka wajikaze, wachunge ile mirija. Sababu ile ikiibwa kweli, mimi Kele nitainawa kabisa mikono kama vile Pilato alizaka kunawa Bwana Yesu ile wakati. Hiyo itakuwa maoni yangu kwa wakaaji wa Kele. Na mimi natoa mwito wangu na shukrani zangu kwa wakuu viongozi ambao walifikia kuelewa umuhimu wa mradi hii. Sababu wamoja walianza kuitia rangi ya kisiasa, wengine walikuja kuona ya kwamba inabidi tu waniunge mkono kusudi hiyo kazi ifikie mwisho wake. Na mwisho ilikuwa nzuri kabisa. Sote tulilowana pale, tuliacha kazi zote za ofisini, mlijionea wenyewe, tulifanya mzunguko mitahani, na hapo ninakuwa na furaha kabisa. Bwana David Mupenda, tujue kama kazi ya ugawaji wa maji itaishia tuko Kele ama kuna ingine makata ambayo unatarajia kuifanya? Hapa Hexagoni tunatafuta kukamata sasa Hexagoni. Itanibidi sasa mimi nipate kutembelea wenyeji wa viwanja, niangalie maeneo ambapo watanikubalia kutia zile reservoir. Sababu reservoir 2 iko tayari. Alafu itanibidi mimi nione labda wale watu wa pale kwa antenne ya Airtel ama majirani yao, kuna kanisa moja kwa pembeni, yule ambaye atanikubalia nitie zile reservoir nitaitia pale ili tupatie wakaaji maji safi. Na ninawaidia ya kwamba kama vile niliposema hapo mbeleni, mirija sisi zilikuwa tayari, kazi za Kele tunamaliza. Alafu reservoir zile gurudumu ziko nazo tayari. Muda si muda hapa, labda wiki moja au moja na nusu, zile gurudumu zitafika hapa mjini na inabidi tuzitie pale ili watu wa Hexagoni nao wafurahi kama vile watu wa Kele wanatoka kupiga kelele nyakati kama na hizi. Ulitambua msaada uliotolewa na mfanyasiasa mmoja. Je, kwa sasa tunaweza kumtambua ni nani? Na pia ni kusema wakaaji wa Kele watachota maji kwa bure ama utalipisha? Ninashukuru kwa swali lako. Mimi itakuwa kugumu kwangu mimi kutaja jina ya yule mfanyasiasa kwa leo, lakini jina lake mtaijua baadaye. Mimi nikijipatia fursa ya kuwapa jina lake, watu werevu si watakuja kunirukia shingoni kusema ya kwamba mimi naanza kupiga kampeni. Alafu mimi naacha, siku za usoni jina lake litajulikana tu. Ndio. Alafu maji ambayo unasema kama itakuwa kwa bure huku sehemu za Kele, haitakuwa kwa bure sababu sisi ni wachuruzi kama vile wale wauzisha miogo, wauzisha maharagwe huko sokoni. Na mimi sina biashara yangu maji. Ndio maana yeyote yule ambaye maji yake imekatwa hapo mbeleni anaweza pita kuniona. Mimi mwenyewe nitakuwa ninaangalia huyu hayakuwa na namna, naweza kumfungulia hata kwa bure. Naangalia huyu anaweza kuwa na mchuzi kidogo, na muomba pesa kidogo ninaifungua, sababu nitakuwa ninapata pesa zingine wakati nitaanza kumlipisha nyakati zitakazokuja. Wewe ni David Mupenda Kialondawa, kiongozi wa shirika Regideso mjini hapa. Tunakushukuru kwa maelezo hayo yote na kupatia hongera kwa. Jambo. Jambo sana. Unaweza jitambulisha? Mimi naweza kumajino anaita Lutombo Solo Eme. Ndio, atujui Lutombo unakuwa nani hapa mnamo kata ya Kele? Niko president de la jeunesse locale ya Kele ya bajene. Ndio, tumeona leo hapa Kele maji imeingia kama kawaida nikisha miaka. Tujue kwanza unajisikiaje wewe mwenyewe? Hapa mimi nafurahi sana na nikakompanye pamoja na directeur kwa kutupate hii mai Kele. Mama Mizumbi alitusaidia na matio, directeur David Mupenda akatukompanye. Tunatumika zaidi ya siku 5 kwa kuunga tupate mai hapa Kele. Atujue maji umeitoshia wapi? Tunatosha kuba mama pale kuseni, tunepisha pale na teremu akisi napata kusideme, tuneunga pale kusideme ya Kele. Ni maji mulitoa bilima ama mulitoa tu wapi? Regideso ndio inatukompanye, tukaunga ku Regideso tukipate changana na tio tukapata mai Kele. Sasa tuko mapungufu ya mai Kele tulikuwa kila siku.
Na unaweza kwa basi na ujumbe gani kwa wakuu viongozi na hasa wakaaji wa Kele? Wakaaji wa Kele ujumbe ni kuambia tu kila mtu balifungiwa mai angalisha tufungulisha porque tupate mai na tuone kama mama alifanya vya mzuri na tuendelee kumunga mkono tuwe pamoja naye. Tunakushukuru. Asante. Jambo dada. Jambo sana kaka. Unaweza jitambulisha? Kwa majina naitwa Mbila Kisubilize. Tunaona mama Mbila unakuwa mmoja kati ya wakaaji hapa Kele na leo maji inaingia hapa Kele. Hatujui unajisikiaje kwanza? Baba, nina furaha sana sababu iko miaka mingi depuis 2020 ndio walinifungia maji. Lakini leo nimepata bonus. Directeur Papa David anasema kama atanifungulia maji yangu kwa bure kwa gisi nilijitolewa pamoja na baba kwa kujiunga kwa kwenda tiele matio. Nashukuru. Unaweza kwa basi na ujumbe gani kwa wakaaji wote wa Kele? Naambia wakaaji wote wa Kele wasikuwe na puuzia wakiona kwenyewe wakaka au baba wiko na kazi nao wanajitolea. Sababu nilikuwa sakuwa na franka mingi ku Regideso yote wananiombeshia watanirudishia maji yangu kwa bure kwa kujitolea kwangu. Tunakushukuru. Asante. Kwa majina mimi naitwa Alliance, niko president wa Ligue des Jeunes ya mama Mizumbi Genevieve huko kwetu Kele. Ndio tumeona leo maji inaingia hapa mkata Kele. Hatujui kwanza mnajisikia aje nyinyi kama wakaaji wa Kele? Niko na furaha kubwa sana muro yangu yenye siweka nifasiria kisha miaka mingi sana kukunya maji yenye haipimwe, maji ya buchafu. Kuona leo mama yetu, mama wa maendeleo, mama wa roho ya huruma kutuletea matio kutuinstale hayo huko kwetu Kele, maji tunaona nafika. Tunashukuru Mungu na kumshukuru mama sana. Unaweza kwa basi na ujumbe gani kwa wale ambao wanakuwa na tabia ya kukata matio na kwenda itia kumigodi ya kuchimbia madini? Mimi ndaambia bale watu wanaibaka matio shie peke bajene tunabakia ba polisi ya kuchunga ile matio yetu, na mwenye tutabanaka atalipaka zile mametre ze mama alileta huko. Make ukiiba 10 metre utalipaka ile 500 metre yenye aliuza. Make shie peke tunabakia tutabagardia vitu yetu, tutachunga vitu yetu shie peke bajene ya Kele. Tunakushukuru. Na mimi pia mimi nabashukuru journalist. Kwa jina ya Safari Andre Mukungubwe Graba Oba. Hatujui wewe ni mmoja kati ya wanamemba wa shirika la Regideso ama vipi hapa Kele? Mimi niko katika vijana wa Kele. Tunashukuru kwanza sana. Hapa Kele tunapata maji mayake kwa magumu sana. Maji nafika na 30 minutes kwa pamoja watashota maji. Kwa wengine wanahangaika kunani kupata hata maji hata kusukula masani. Unakutana wanawake wanaenda shota maji mbali sana. Anakuwa rudia inaleta vita. Yeye na bwana yake ulikuwa ngali wapi kwa maji ile saa yote. Pamoja mwanamke inaleta vita juu maji iko mbali. Kwa tunashukuru mama Genevieve kuona anatufikishia, anatupatia kwanza matio na maji kwa saa inaingia katika mji wetu wa Kele. Vijana wote na mimi nawazia sasa hivi maji inafika kabisa. Watu wote wanasikia shambra na tunasema tuko nyuma yake na si tuachilie. Ukiangalia umachi ya watu wa make sasa iko furaha mingi sana kushinda hata yenye itakuwa mbinguni. Ndio tunasema. Nene fupi basi kushirika Regideso pia yenye ilifanya jitihada kuleta maji hapa kabisa. Tunashukuru shirika Regideso juu kwanza wope kabanga kutupatia maji bila mama kuwapatia ile nguvu na ile maji ya kutusema maji ifike hapa Kele. Kwa majina unaitwa kwa jina ya Muganza Songelelo Bike Rouge. Mzee Bike Rouge, tunaona kwenye t-shirt yako umevaa mama Genevieve Mizumbi. Hatujui na malengo gani hapa kwa maji ya Kele ambayo inaingia leo? Ndio, leo ni furaha ya ajabu Kele yote nzima kuona maji inaingia après 6 ans yenye bato wapatake maji. Mimi najua maji inafika kwa watu wote na kwa ni furaha ya ajabu ni kupitia huyu mama Genevieve Mizumbi na Mtondo. Hatujui mama Genevieve Mizumbi alifanya jitihada gani ili maji ingie hapa? Wakati tulikuwa huku mama Genevieve Mizumbi alipata malalamiko ya watoto wa Kele hivi tunakosa maji, akapira kuongea na watu wa Regideso na wakaamuru kuuza matio tangu kule kuba mama, tangu Tangila kuba mama mpaka huku ilikuwa zaidi ya tio ya metre 500 na mpaka hivi imefika kwa leo. Tunashukuru Mungu kuona mama kwanza alisikia sauti na malalamiko ya watoto wa Kele, ndio hivi alipana hizo maji ile tio na isaidie watoto wa Kele. Ujumbe fupi basi kwa shirika Regideso na hasa wale ambao wanapewa pesa za kukarabati mji wetu wa Kamituga na wanaikula vile. Ndio bwana journalist, ujumbe fupi ni kusema watu wajitahidi kuchunga hii maji, sababu mara nyingi wanakuwa na system ya kuiba matio
kusudi kesho tuanze kosa maji, lakini natia aliko kwa kila mwanamemba, kwa kila mkaaji wa Kele achunge hii tio sagisi inastahili kuchungiwa, hasa kwa viongozi wenye kuchunga mwingine wachunge hii tio, sababu hii maji ingawa Genevieve alifanya hivi, alifanya ni kwa hiari yake, kwa huruma na shauku ambayo alikuwa nayo juu ya kusaidia watoto wa mtaa wa quartier ya Kele ama lokalite ya Kele. Na vile vile tunashukuru kwa Regideso ambayo ilipana hiyo jitihada ya kutia watu wake zaidi na jeunesse ya Kele ambayo lituunga mkono kusudi hii maji ifikirie kwa upeo wao kwa siku ya leo. Zaidi ndugu Alliance na wengine ambao walijitahidi kusudi hii maji ifikie kwa leo. Vraiment tunasema Mungu asifiwe na mambo yaendelee tu kwa vizuri. Tunakushukuru. Tunakushukuru mwana journalist, asante. Najivunia kuzaliwa Kamituga, nafurahia kujikuta nimekuwa nikiangalia Kamituga napendeza hii, swajijutia kujikuta Kamituga. Yongwa mababu ametuachia tabu kwetu hatujazoea, vinono ni vingi hapa nakimbia. Karibu wabona malwa na tebe etwale Kasimese Chundo Mila etwale na Repema. Karibu Kaga City naipenda sana, Kamituga naipenda sana. Kuna Jamata kwetu, kuna Jamasta, kuna Jamabosi kwetu, hakuna wasiwasi. Mti wetu umenga umeme kila masaa, kila Mkenya na shanga anavyoipata. Uchu umejawa furaha, mateso kwetu hakuna, labda uwe na bala ndo kwetu kose hela. Hospitali karibu, kujosione haibu, huku kwetu ni dhahabu, inutongwa mababu. Wadada wazuri wapo, maji safi tunayo, miti neleto pepo, majira saluzayo. Kamituga ni vile nzuri sana, ukitaka majumba kifari ukwetu utaona. Kuna wachezaji. Ninafurahi sana kuona maji nafika Kele. Mungu awabariki na maendeleo tuendelee sana. Miaka ngapi hamna maji tena? Au miaka 7 hivi hatuna maji. Lakini tunashukuru sana kuona maji nafika Kele. Mungu awabariki. Maendeleo tuendelee. Hapa ndio Kamituga, ukiuliza uwezi potea. Naitwa Ombeni Oscar, nakuwa jeni hapa Kamituga, president hapa Kele. Ana tujue unafanya kazi gani hapa Kele? Hapa Kele niko tu jeni, mimi nasika ya kinganga, tuko na vitu ya sante. Ndio, kwa tunaona leo hapa Kele maji naingia tena mkartie Kele. Tujue kwanza unajisikia aje kuona ile kitendo? Vraiment ni kitu ya kuencourager, tunashukuru sana, tunafurahi kwa initiateur wenye balitusaidia kupata matio na kubwa ya Regideso bali permettre wakifanya installation ile maji hapa Kele. Na unaweza kwa basi na ujumbe gani ama shauri gani kwa viongozi wote na hasa wale wanaohusika na yani kupana maji Regideso? Kwa viongozi ni kuwashukuru tu kwa kutuunga mkono, na kwa wale wenye walitusaidia ni kuwashukuru pia na kuambia kama wasichoke, waendelee kutusaidia na tutawaunga mkono tu sana. Tunakushukuru. Merci.